Mtazamaji wa Faida Online TV, tunaripoti moja kwa moja kutokea kwenye kijiji cha Mbuo kinachopatikana kwenye kata ya Ndumbo, wilaya na mkoa wa Mtwara, ambapo siku hii ya leo ya Januari 22, 2026 kumetokea ajali ya gari nyuma yangu kama unavyoiona ikiwa imebeba makaa ya mawe. Ilipofika katika eneo hili ikitokea Dangote kuelekea Walindi ikapata ajali na kupinduka kwenye eneo hili. Faida Online TV mara baada ya kupata taarifa hiyo tumefika mapema na kukuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, mtu wa field, tafadhali baki nami. Mimi naitwa Mwanajuma Bakari, mkazi wa Mbuo. Nilikuwa nimekaa mezani kwangu nafanya biashara ya samaki. Baada ya muda nilikuwa nasinzia. Baada ya muda nikiangalia mbele yangu naona gari linakuja, nilipo mbio nikaia ajali. Mimi nikakimbia tu mezani kwangu na gari linaanguka maeneo ya meza yangu. Ndio nilivyoona mimi. Na kama ungeendelea kubaki hapo ingekuwaje? Ingeniangukia. Kwa sababu ni hapo mezani kwangu. Ilikuwa lina mzigo? Lina mzigo mkaa mawe. Kwa majina naitwa Salmini Ali na Mangwangwa, ni mkazi wa Mbuo. Mimi wakati ajali inatokea nilikuwa ofisini kwangu ambapo nafanya kazi hapa stationari ambayo hiyo ofisi ipo karibu na barabara. Wakati ajali inatokea nilikuwa ndani ya ofisi. Gari ilikuwa linapita barabara kubwa kutokea Dangote. Wakati linakaribia na hapa Mbuo kuna kona na pale konani pana mashimo. Kwa hiyo lile gari lilipofika pale lilikuwa linakwepa yale mashimo. Kwa bahati mbaya mbele ya hilo gari kulikuwa na gari lingine ambalo nalo lilikuwa limekwepa hayo mashimo. Kwa hiyo wakati lile gari linakwepa mashimo la mbele na la nyuma linakuja linakwepa mashimo, kwa hiyo yote yakalazimika yapite upande mmoja. Kwa hiyo wakati anapita upande mmoja, lile la nyuma lilishindwa kuendelea na safari kunyooka na barabara kutokana na mbele kuna gari limezuia. Kwa hiyo lile gari la nyuma likaingia pembeni, na lilivyoingia pembeni, maana huu upande wetu ambapo tunafanya harakati zetu kuna asili ya ubonde. Kwa hiyo lile gari lilivyoingia pembeni likawa ndo limetuangukia huku upande wetu ambako tunafanya biashara zetu na ambako kuna ofisi zetu. Kwa hiyo ndio gari likafika upande huo likapinduka. Na mimi kama mimi, kwa sababu hilo gari nimelishuhudia toka linatokea juu linakuja hadi linafika pale na limekuja kupinduka mbele ya ofisi yangu, mlangoni hapa. Ila kikubwa ninachoshukuru kwamba mimi kama mimi sijapata madhara yoyote, ila madhara yaliyotokea kwa sababu mifumo tu ya umeme kidogo ndo imeingiliana, ila kwa madhara ya binadamu kwa upande wangu sijapata madhara yoyote na hakuna mtu yoyote ambaye amedhurika. Kwa majina naitwa Rusi Makula, mkazi wa hapa Mbuo. Nilikuwa nimekaa na mtoto, nilikuwa nataka kumbadilishia nguo. Nikashangaa gari inatokea Kilimani kule, zilikuwa zimetangulizana mbili. Mmoja kama ikataka kuovertake, ikajigonga, ikajibamiza kwenye gari ile ya mbele. Ikaanza kuanguka hivyo kaingilika, mimi nikachukua mtoto nikakimbia. Kwa kweli hapo kingekuwa kifo kabisa, ila namshukuru Mungu kwa vile ametupatia ruzuku ya kuishi tena. Kwa hiyo wewe na mtoto mko salama? Tuko salama, tunamshukuru Mungu. Naitwa Damian Emmanuel Silibani maarufu Mali ya Nemba, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbuo. Leo majira ya mchana imetokea ajali ya gari, nadhani ni kufeli kwa breki, maana ilipokuwa inateremka ilikuwa anapiga honi kuashiria kwamba ni hatari, lakini mbele kulikuwa na magari mengine ambayo kama gari hili lingekuwa limeingia lingesababisha ajali kubwa zaidi. Kwenye ajali hii hakuna athari yoyote iliyotokea, watu wametoka salama, bali madhara yamepatikana kwenye ajali na ni kwenye gari tu ndio madhara makubwa. Lakini kwa upande wa eneo la kijiji hakuna madhara yoyote yaliyojitokeza isipokuwa nguzo ya umeme ndio imekuwa kama ndio breki ya gari hivi. Mtazamaji wa Faida Online TV, jeshi la polisi mapema tu wamefika hapa kwa ajili ya kuweza kufuatilia kila ambacho kinaendelea kutoka maeneo haya. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Jambo la kushukuru ni kwamba hakuna mtu aliyodhurika, hakuna kifo wala majeruhi. Asante na kwaheri.